katika siku ya 13 ikiwa ni siku ya Ijumaa, na tunamshukuru Mungu kwa kuendelea kuwa pamoja nasi. Tunaishi katika ulimwengu uliojaa usumbufu wa kidigitali, mambo yanayotuteka, shughuli nyingi na madhabahu zilizovunjika za ibada. Shughuli nyingi, mzee wa kanisa, zinasababisha madhabahu nyumbani ivunjike. Kija nyumbani umechoka, huwezi hata kuungana na wenzako katika ibada, unakwenda kulala. Shughuli nyingi. Lakini ulimwengu uliojaa usumbufu, sasa hivi kila kona ni usumbufu. Kuna vikundi vya vikoba, kuna vikundi vya kusaidiana, kuna nini, upati muda na Mungu. Ni vikundi vinaamshwa katika ulimwengu huu. Unakaa kwenye vikao hata havina miguu wala kichwa. Masendofu, manini, utulii, vikao vya harusi, huwezi kutulia kupata muda na Mungu wako. Vyote hivyo vinavunja madhabahu. Lakini pia anasema madhabahu za familia zetu pia zinashuka, lakini Mungu anao uwezo wa kurejesha ikiwa wewe au familia yako unahisi uhitaji wa safari hiyo ya kiroho. Ukitaka kujenga au kuimarisha madhabahu yako ya ibada, au unataka moto zaidi wa uamsho wa Roho Mtakatifu kumwagwa juu yako, juu ya maisha yako, uamsho wa maombi na kurejea madhabahuni katika juma hili, Mungu amekupatia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio maana tulisoma katika kitabu cha Yoeli, anasema kwamba katika siku za mwisho, Yoeli 2:31, katika siku za mwisho Mungu atamwaga roho wake. Tena anasema atammimina roho wake kwa kila mtu mwenye mwili. Kwa wale watu wote ambao wameshaandaa mioyo yao kumpokea huyu Roho Mtakatifu, watafanya mambo makubwa ambayo Biblia imeeleza katika kile kitabu cha Yoeli kama tulivyosoma jana. Katika kitabu cha matukio ya siku za mwisho, katika kile kitabu cha matukio ya siku za mwisho, kuna kitu tulikiangalia jana nikakikazia, na naomba tena leo nikikazie kwa namna nyingine. Kumiminwa kwa Roho Mtakatifu. Sio kwamba Roho Mtakatifu hayupo. Yaani sio kwamba sasa Roho Mtakatifu hayupo. Roho Mtakatifu yupo. Lakini roho ya unabii inasema sasa hivi anatolewa kwa kadiri, anatolewa kwa kiwango. Sasa hivi hatolewi, hamiminwi kama jinsi ambavyo roho ya unabii inaeleza. Ila kwa wale ambao sasa watakuwa wakimpokea Roho Mtakatifu kupitia usomaji wa neno, kupitia maombi, kupitia kukutana kwenye matukio ya ibada za makambi, wale ambao wanahudhuria katika fellowship, hao sasa ndio wanaandaliwa kuja kumiminiwa Roho Mtakatifu. Kwa maana katika siku za mwisho, kama hautapata nguvu ya kumiminwa kwa Roho Mtakatifu, kwa maana ya mvua ya masika, hautaweza kusimama katika wakati mgumu ambao uko mbele yetu. Kwa hiyo ikiwa sasa hivi umeufungua moyo wako, na roho yule anayekusukuma njoo kwenye maombi, roho yule anayekusukuma nenda kanisani, wahi siku ya ibada vizuri, yani unakuwa na hamu ya kuwepo kanisani, unakuwa na hamu ya kufanya mambo ya Mungu. Ukishaona hiyo hali unakuwa nayo, basi unauandaa moyo wako katika kupokea nguvu ya Roho Mtakatifu kama yule aliyeshuka katika ile siku ya kukutana na Bwana pale Karmeli, au yule aliyeshuka katika ile siku ya Pentekoste. Wanafunzi walipompokea Roho Mtakatifu wakafanya mambo makubwa. Ndio hili Yoeli analolisema kwamba litafanyika tena katika zama au katika wakati wa mwisho. Na ndio tunachojifunza siku zote. Kama jinsi tulivyomuona Elia akiwa katika maeneo matatu ya kiunabii na kimuktadha, kwamba pale Karmeli Elia alipotengeneza madhabahu, alafu madhabahu ikakamilika, alipoomba moto ulishuka kutoka mbinguni. Moto ni ishara ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu aliposhuka kutoka mbinguni, wote waliokuwa pale wakabadilishwa mioyo yao, na ndio maana waliwakamata manabii wa Baali wakawaua. Lakini tunaona pia katika siku za Yesu
wale waliompokea Yesu, kwa maana ya wanafunzi wake, walipopanda gorofani baada ya kuandaa mazingira ya kumpokea Yesu, wakiwa katika maombi na kuimba na mambo mengi yaliyofanyika pale, basi siku ya Pentekoste Roho alimiminwa pale tena kama ndimi za moto. Na huwa napenda kusema jambo hili, kwa nini Roho Mtakatifu alishuka kama ndimi za moto? Hitaji la kanisa kwa wakati huo ilikuwa ni namna ya kupeleka injili kwa mataifa, na mataifa walikuwa hawasemi lugha moja, na ndio maana zawadi ya Roho Mtakatifu iliyopatikana katika siku ya Pentekoste ni ndimi. Ilikuwa na sura ya ndimi. Unajua, tunapozungumza ndimi watu wengi hawaelewi. Ulimi ni mmoja, wingi wa ulimi ni ndimi. Kwa hiyo zawadi ya ulimi, kwa maana kwamba ulimi ndio unaosaidia kusema, kutamka matamshi ya lugha. Kwa hiyo Roho Mtakatifu alipomwagwa katika siku ya Pentekoste akiwa katika mfumo wa ndimi za moto, basi aliwawezesha wale wanafunzi kutamka. Ni wale tu wanaoishi kulingana na nuru walionayo watapokea nuru kuu zaidi. Ni wale tu wanaoishi kulingana na nuru walionayo. Na jana tukasema hapa hivi kanisani, mtu anaposema nuru ulionayo ni ule uelewa wako ulionao kuhusiana na Mungu, kwamba kama unajua Jumatano ni siku ya ibada na unapaswa kuja kumwomba Mungu, huo ndio uelewa au ndio nuru ulionayo. Ukiacha kuja umekataa kuishi kulingana na hiyo nuru ulionayo. Kuna watu wanaojua kabisa kanisa hili linaanza ibada yake asubuhi saa 3, na hivyo wakijitahidi kuja saa 3 kanisani wanaishi kulingana na nuru walionayo, lakini wakipuuzia, wasipokuja muda huo, hawaishi kulingana na hiyo nuru. Kwa hiyo lazima tuilinganie nuru ambayo tumepewa, na Mungu hatapokea udhuru wowote katika hili, kwa sababu anayekufundisha kuhusiana na jambo hili ni Roho Mtakatifu, ambaye kwa sasa unaye kwa kiwango, lakini ni kwamba yanatengenezwa mazingira yaje yamiminwe ili ufanye kazi yako vizuri. Haya ndio mambo ambayo tunaweza tukayapata tunapoendelea na haya maombi ya siku 100. Tutajifunza mengi sana katika siku 100, na naamini Mungu anaweza akatusaidia kuishi kulingana na nuru ulionayo. Unaelewa kabisa unatakiwa kuja kanisani siku ya Sabato, alafu unalala nyumbani, unakuja saa 5, na unakuja saa 5 kwa sababu unajua saa 5 kwaya itasimama uimbe, na ukishamaliza kuimba unatoka nje. Yaani wewe unakuja pale tu kwa sababu ya entertainment, unakuja kuimba na kutoka nje. Maisha yako ni hatari sana, kwa sababu kuishi kulingana na nuru ulionayo. Kwa hiyo lazima uishi kulingana na nuru ambayo Mungu amekujalia kuwa nayo. Haya mambo yote haya, na ikiwa Roho Mtakatifu anaugusa moyo wako ukaelewa haya mambo, ni bora uyafanye, kwa sababu Biblia inasema mioyo yenu isipo wahukumu mna ujasiri ndani yenu. Kwa hiyo unapofanya jambo ukapata hatia ya moyoni, hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu. Ukichukua hatua za kutenda, umepona. Ukichukua hatua za kukataa, umekwisha. Kwa hiyo tunaishi kulingana na nuru tulionayo. Swala la makambi, kwamba unatakiwa ujiandae kwa ajili ya uamsho wa makambi, ni nuru ulionayo. Na kwa bahati mbaya siku hizi watu wanaona kama makambi ni jambo la kufanya shughuli la kuhudumia watu kula, la kuhudumia watu kulala, alafu ule muda wa neno hawapo. Kwa sababu kambi limekuja, unajua makambi ni uamsho, na ni uamsho wa washiriki wa eneo husika. Lakini sasa siku hizi kuna balaa limekuja. Makambi yanapokuja, wale washiriki ambao wameletewa uamsho, wao ndio wako jikoni, wao ndio wako sokoni, wao ndio wako huko wanatafuta mafuta sio ya generator. Alafu wamealika kwaya kutoka nje, ile kwaya ndio inakuja kupata uamsho, na ikiondoka inaondoka na ule uamsho. Makambi yakiisha, mmebaki kama mlivyo, kama jana na juzi. Tumepoteza, kwa sababu zamani makambi yalikuwa yakiwepo, mnaenda mnapiga kambi, mnaweka mahema, mnakaa hapo kujifunza neno la Mungu. Lakini kwa sababu ya haya masumbufu ya kidigitali na vitu vingine, na watu siku hizi wanajifanya eti kwa sababu makambi mengi yanarushwa live,
anasema ninakaa nyumbani naangalia makambi. Yuko hapo nyumbani huku anapokea simu, yuko hapo nyumbani huku analea mtoto amejisaidia, makambi huku mhubiri anaendelea. Hakuna kitu ambacho unaweza ukakifanya. Kwa hiyo tunatakiwa tufike mahali tujue kabisa mikutano yote ya uamsho inayokuja kanisani ni maandalizi ya sisi kupokea nguvu ya Roho Mtakatifu, kwamba ni maombi ya siku 100 kama haya, kwamba ni majuma ya maombi, kwamba ni maombi ya siku 10. Hizo zote ni jitihada za Roho Mtakatifu akiwavuvia viongozi kuliamsha kanisa ili kuendelea na mambo yake. Kwa hiyo lazima turudi katika hilo, na ndio maana nilitoa siku moja wazo nikasema, kuliko kuingia kwenye kibano kama hiki, ni bora kama tunajua makambi yetu ni ya mwezi fulani, tuanze kutafuta fedha, tualike wapishi, hata kama ni washiriki wa kanisa la jirani, wale wapishi waanze kutuandalia. Wengine tunaambiwa kutoa michango mapema, hatutoi. Eti makambi yamefika ndio tunakimbilia sokoni, ile amri ya 11. Tunakimbilia sokoni kwenda kufanya biashara wakati makambi yanaendelea, eti kupata hela ya kuja kulipa sadaka ya kambi. Wakati sadaka ya kambi ni shukrani uliofanyiwa, si wakati wa makambi. Ni kumshukuru Mungu kwa mema aliyokufanyia kwa mwaka mzima. Kwa hiyo ile sadaka ilipaswa itengwe. Wewe unaenda kuitafuta katika juma la makambi. Ni kupotea, na mojawapo ya dalili za kukosa kumpata Roho Mtakatifu au kumwagiwa mvua ya masika ni kukosa hii mikutano ya makambi. Katika nyakati hizi ambazo tunatafuta kupokea nguvu ya iliyotabiriwa na Yoeli, kwa sababu sisi nguvu yetu imetabiriwa na Yoeli. Sisi hatusubiri Pentekoste kwa sababu ilishapita. Kwa hiyo sisi tunasubiri kumwagiwa mvua ya mwisho, kumwagiwa, kumiminwa kwa Roho kwa nyakati za mwisho. Katika kitabu cha Yoeli 2:28 anasema hata itakuwa baada ya hayo, itakuwa baada ya hayo ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili, na wana wenu waume kwa wake. Hapo hakuna cha wa kike wala wa kiume, wote. Watatabiri, wazee wenu wataota ndoto. Ngoja nikwambie, vijana watatabiri, wa kiume na wa kike. Nini maana ya kutabiri? Haya tunayoyafundisha hatutakuwa na muda wa kuyafundisha, kwa maana Roho Mtakatifu atakuwa na kila mtu, na kila mtu atakuwa anayaelewa, na kwa sababu Roho Mtakatifu atakuwa ndani yao, watakuwa wakitabiri mambo makubwa yaliyoko mbele yao. Unaona jinsi ambavyo kudumu katika uamsho kunavyolipa. Lakini pia wakati vijana wanatabiri, wazee wanaota ndoto, na hizo ndoto ni ndoto za mambo ya kimbingu, tukiandaliwa kwa ajili ya kurithi uzima wa milele. Tena juu ya watumishi wenu wanaume kwa wanawake, juu ya watumishi wenu, wachungaji, wainjilisti, wa kiume na wa kike. Endelea. Katika siku zile nitamimina roho yangu juu ya watumishi. Hebu angalia jinsi ambavyo hili kanisa litakavyokuwa, kanisa ambalo limeanza kumpokea Bwana. Yaani vijana watatabiri, watapewa maono, wazee wataota ndoto. Hapo kuna ambaye anaenda kinyume na mwingine, kwa sababu roho ni yule yule na mafunuo ni yale yale. Kwa hiyo tunaelekezwa katika mambo yote. Lakini anasema kwa watumishi sasa, wainjilisti, wachungaji, wazee wa kanisa, anasema nako atamimina nani? Atamimina Roho Mtakatifu. Na watumishi wakimiminiwa Roho Mtakatifu, ni nini kinachofuata? Hebu soma. 30 anasema, nami nitaonyesha mambo ya ajabu katika mbingu na katika dunia.